Kwenda kufungua biashara zetu za kimataifa ili tuweze kutengeneza ushindani. Taifa letu hivi karibuni tumeingia kwenye jumuiya ya utatu, wanasema utatu huru wa biashara, ambao tunajumuisha EAC, tunajumuisha SADC, tunajumuisha na ECOWAS. Kwa sasa tunafanyaje hapa katikati? Kwa lazima tuwe na uchumi ambao ni shindani. Tunafanyaje kwenda kushindana? Lazima tufungue milango ya biashara kama taifa. Nimpongeze Mheshimiwa Rais, amefanya kazi kubwa sana kwenye hili. Sasa tunaenda kushindana na nini? Lazima ni kitu kingine pia cha muhimu. Kwa lazima, kama nilivyosema, lazima tuangalie namna gani tunakwenda kushindana. Sisi Tanzania tuna nini twende tukashindana? Tanzania tuna gesi. Tunaweza tukajikita pia tuangalie namna kuwauzia wenzetu gesi tunavyoelekea. Tanzania sasa hivi tuna umeme wa ziada, tunaweza tukaangalia namna gani tunawauzia majirani wetu umeme huu wa ziada. Tanzania kwenye korosho, parachichi tuko vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia pia namna gani tunafungua masoko ya korosho. Lakini pamba, 80% ya pamba yetu tunauza nje, lakini hii tunayouza nje tunauza ikiwa ghafi. Kwa hiyo nayo pia lazima tuangalie namna kuiongezea thamani. Ikiwezekana tuwe tunauza nguo, tutoke kule kwenye tuuze nguo, sio tunaenda kuuza mazao ghafi kama ya pamba. Tuongeze thamani ili tuweze kushindana na wenzetu, ili tuinue kipato cha wafanyabiashara wetu na tulinde pia uzalishaji wetu wa ndani. Kitu kingine ambacho nategemea kwenye hii bajeti, bajeti tunategemea pia inakuja na inagusa na maeneo mpaka ya amani na utulivu kwenye taifa letu. Huku ndo tunapata bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani, ndo tunapata bajeti ya Wizara ya Ulinzi na JKT. Huku ndo tunapata bajeti ya mambo ya nje. Kwa hiyo nategemea pia bajeti itakuja imesema vyema kabisa kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani na utulivu. Vyombo vyetu vya ulinzi vifanye kazi yake, taifa letu liendelee kuwa na amani, liwe huru, wananchi wafanye shughuli zao za kimaendeleo wakiwa tulivu kabisa, walipambanie taifa lao. Na hili pia naomba niseme jambo moja kwa Watanzania. Taifa letu limejumuisha vijana wengi. Almost 60% mpaka kwenda 70 ni vijana kwenye taifa letu. Niwaeleze vijana, sisi vijana ndo wenye dhamana na taifa lao. Yani sisi ndo wenye dhamana. Tunasema pia wazee tuna consider na watoto, lakini ukiangalia kwa mfano kwenye Biblia, tukikoti kwenye Biblia inasema fahari ya vijana ni nguvu zao, lakini pia uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Kwa hiyo vijana wanayo dhamana ya kulilinda taifa lao kwa wivu mkubwa sana.